Ndugu Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, Balozi Dr. Asha Rose Migiro, wajumbe wa halmashauri kuu, wajumbe wa kamati kuu na wajumbe wa halmashauri kuu mliopo hapa pamoja na sisi, waratibu wetu wa kampeni ya kanda hii ya Pwani, dada yetu Halima na mwenyekiti Ustadh Rajab, ndugu mwenyekiti wa CCM mkoa wa Pwani Comrade Mlao, wajumbe wa kamati ya siasa mkoa na wilaya hii ya Mkuranga, mgombea ubunge wa jimbo la Mkuranga ndugu yetu Abdallah Ulega, lakini pia mgombea ubunge wa jimbo la Kisarawe ndugu yetu Suleiman Jafo, nikitambua uwepo wa wagombea wengine wa ubunge wa mkoa huu wa Pwani na mikoa mingine waliopo nasi, wagombea wote wa nafasi za udiwani kwa Chama cha Mapinduzi, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, wazee wetu wa Mkuranga, mwenyekiti wetu wa machifu yuko pamoja nasi kwa upande wa Pwani, vikundi mbalimbali vya burudani na wanahamasa mliopo, CCM oye! Ndugu zangu wanahabari, ndugu wana Mkuranga na ndugu wananchi, kazi na utu. Kwanza na mimi niungane na walionitangulia kumshukuru Mungu kwa kutufikisha salama hapa Mkuranga. Nimefurahi kurejea tena mkoa wa Pwani tukiwa tunaendelea na kampeni zetu. Mwezi uliopita nilianza na mkoa wa Pwani, lakini nilipita kule Kibaha, kapita Chalinze na baadaye Mkata, na sasa ni zamu ya Pwani kwa upande huku wa Mkuranga, Kibiti na Rufiji. Asubuhi ya leo nilianza Rufiji, nikapita Kibiti na sasa Mkuranga. Nataka niwaambie kote nilikopita mapokezi ni mazuri mno. Watu wamejaa na mnazidiana kidogo, lakini Mkuranga oye! Nimefanikiwa kuongea na watu wa wilaya zote za Pwani, kwa sababu hata wa visiwani Mafia walikuwa pale Kibiti, kwa nimesikiliza yaliyotendeka huko na wamesikia nitakayoyatenda huko miaka 5 ijayo. Kwa nimefanikiwa kuongea na wote ndani ya mkoa wa Pwani. Pwani oye! Ndugu zangu, kwa kuwa hapa Mkuranga ni kituo changu cha mwisho kwa mkoa wa Pwani, nataka nitumie fursa hii kushukuru sana uongozi wa Chama cha Mapinduzi mkoa na wilaya zote nilizopita, pamoja na waratibu wa kampeni ndani ya mkoa huu au ukanda huu. Maandalizi kote yalikuwa mazuri. Nimepita kote kusikiliza na wamenisikiliza. Nimeomba kura na matumaini ni makubwa sana. Pwani oye! Asanteni sana viongozi. Ndugu zangu, tumesikia tokana na wagombea ubunge yaliyofanyika miaka 5 iliyopita, na labda wajibu wangu mimi hapa kusema yatakayofanyika miaka 5 ya mbele yetu. Nataka niseme kwamba kwenye sekta za afya, elimu, maji na umeme, hizo ni sekta zinazoendelea. Serikali yetu itaendelea kutoa huduma kwenye sekta hiyo, na hasa kwa sababu
idadi ya watu wetu, watoto tulionao alhamdulillah, Tanzania tuna afya nyingi, tunazaa sana. Watoto wetu wakubwa wanakuwa wanahitaji huduma. Kwa hiyo huduma hizo zitaendelea tu. Zitaendelea. Iwe miaka 5 ijayo, iwe miaka mingine mbele, huduma zitaendelea. Tutahakikisha kila Mtanzania anapata maji safi na maji salama. Tutapishana muda, wengine wametangulia, wengine watapata miaka 5 ijayo, na lengo letu ni kuhakikisha tunamaliza kadhia ya ukosefu wa maji safi na salama kwa Watanzania wote ndani ya miaka 5 ijayo. Kwa hiyo tuna hakika tunakwenda kulimaliza. Kuifanyia matunzo, hayo ndio yatakayobakia. Suala la umeme, kipindi kijacho, kipindi cha pili cha awamu ya 6, tunakwenda kuingarisha Tanzania yote. Kitakachobaki ni kwa uwezo wa kila mtu kuunga umeme ndani ya nyumba yake, lakini miundombinu itakwenda kote vijijini mpaka vitongoji. Tutakwenda kumaliza miundombinu. Masuala ya elimu na afya kama nilivyosema yataendelea, lakini elimu hatuishi tu sekondari na msingi. Tutajenga VETA wilaya zote, na tumejenga wilaya zote. Vyuo vya ufundi, tumejenga shule maalum za wasichana kuingia fani za sayansi, lakini wavulana wenye vipaji kila mkoa. Kwa hiyo hatukubagua wasichana wavulana, tumejenga za wavulana na wasichana kila mkoa. Lakini tumejenga matawi ya vyuo vikuu kwenye mikoa. Sasa hivi kote Tanzania kila mkoa na kampasi ya utawi la chuo kikuu kimojawapo, ili watoto wetu wasome kule kule na mikoa ile inyanyuke kielimu na kiuchumi. Lakini tunapozungumzia afya kila ngazi, zahanati, vituo vya afya, hospitali za wilaya, hospitali za rufaa za mikoa, tutakwenda kukamilisha hiyo kazi. Kila Mtanzania apate huduma ya afya karibu na alipo, lakini hata zile huduma za kibingwa katika maeneo yao ya mikoa yao. CCM oye! Nani kama CCM? Eneo la pili, ndugu zangu, ni uwezeshaji wananchi kiuchumi. Uwezeshaji wananchi kiuchumi, hapa tunazungumzia kwanza miradi ya TASAF au programu ya TASAF inayokwenda kuwasaidia wale wanyonge kabisa wanyanyuke kidogo, waungane na wenzao. Huo mradi utaendelea au hiyo programu itaendelea. Lakini pili ni ile 10% ya halmashauri inayokwenda 4 kwa wanawake, 4 kwa vijana na 2 kwa ndugu zetu wenye ulemavu. Imetusaidia sana, na hiyo programu itaendelea, na halmashauri zitaongeza kiwango cha kukopesha ili vijana wengi waweze kukopesheka. Lakini eneo la tatu, tutaendelea kutoa ruzuku kwa wakulima, wafugaji na wavuvi ili waweze kuzalisha kwa wingi. Tunatoa ruzuku ya mbolea na madawa, lakini pia huduma za kupima udongo na mambo mengine ya ugani kwa wakulima wetu, wavuvi na wafugaji, ili wazalishe kwa wingi, wapate mapato ya kutosha. Kazi kubwa tunayofanya ni kuwatafutia masoko nje ya nchi, ndani na nje ya nchi. Maeneo mengine ambayo tunawezesha wananchi kiuchumi ni vijijini kwenye masuala ya umeme. Katika miji wananchi wanaunga umeme kwa shilingi 300,000 na zaidi.
karibu 400,000 maeneo mengine. Lakini vijijini tumesema wataunga umeme kwa 27,000. Hii ni nini? Hii ni kuwafanya watu wa vijijini wawe na uwezo wa kutumia umeme, wawe na uwezo wa kuvuta umeme majumbani kwao, uwasaidie kuwarahisishia kazi nyumbani, kuleta usalama nyumbani, kwa sababu ukiwa na umeme hata nyoka anaogopa kuingia, si ndio? Na akiingia utamuona haraka kuliko ukiwa na kibatari, si ndio? Kwa hiyo umeme ni usalama, umeme ni kurahisisha kazi, lakini umeme ni kila kitu, hata kazi ndogo ndogo vijijini huko, saluni na mambo mengine, watu wanapata ajira. Kwa hiyo pia ukimwambia mtu wa kijiji aunge kwa 27,000 tu, au umempa ruzuku kubwa sana, na kile kilichobaki kinamsaidia kule. Eneo jingine la ruzuku ni elimu bila ada. Ndugu zangu, tunasomesha watoto wetu wa Kitanzania na tunatumia trilioni na kitu kwa mwaka kusomesha watoto wetu kuanzia darasa la kwanza hadi kidato cha 6. Wazazi hawalipi. Fedha ile inayotoka na serikali wangelipa wazazi, tukeanza kutafutana, mzazi wa nani hajalipa, wewe rudi nyumbani, babako hajalipa, mama hajaleta ada, nani. Hayo yameondoka ndugu zangu. Pesa ile ambayo ilikuwa ulipia ada watoto 4 5 nyumbani, inabaki ya kutafutia ugali wa watoto wako. Ni kuwezeshana kiuchumi, ni kujali utu wa mtu. Lakini maeneo mengine ni pale tunapotengeneza maeneo ya biashara kwa wafanya biashara ndogo ndogo, tunapowajengea machinga masoko, tunapojenga stendi na kutoa maeneo ya biashara, ni kutoa fursa kwa wananchi kufanya biashara zao ndogo ndogo na kujipatia kipato, ni kuwawezesha wananchi kiuchumi. Sasa hayo yote tumeyafanya kipindi cha kwanza cha awamu ya 6, hatujamaliza. Tutaendelea tena kipindi cha pili kwa Tanzania yote, na tusipomaliza wanaokuja baada ya sisi watakuja kuendeleza hiyo kazi. Lengo ni maendeleo jumuishi. Tulikuwa tunafanya maendeleo, lakini tukitoa kipaumbele kwa maeneo ya miji. Tumeamua sasa kurudi chini kwa wananchi kule vijijini, tuwanyanyue ili tuende pamoja. Na hii itatupunguzia sana vijana wa vijijini, vijana wa Mkuranga kukimbilia Dar es Salaam. Anafata kitu gani Dar es Salaam? Kama ni michezo, sijui nani hawa, michezo yote anaiona kwenye TV huku Mkuranga. Kama ni mambo yote aliyoko pale Dar es Salaam anaona. Mechi ya Simba na Yanga anaona. Dar es Salaam anaenda kufanya nini? Kama ni kutafuta kazi, viwanda viko Mkuranga, kazi ajira iko Mkuranga. Hana haja ya kwenda Dar es Salaam. Kwa hiyo hayo ndio maendeleo jumuishi tumefanya na tutaendelea kufanya. Eneo la 3 ni kufanya kazi kwenye sekta kubwa zinazojenga uchumi mkubwa, uchumi wa taifa. Na hapa wagombea wote wawili wa Kisarawe na Mkuranga walizungumzia masuala ya viwanda, na ndilo eneo linalotoa ajira nyingi. Na kwa Mkuranga na Kisarawe vipo viwili vitatu, hili ndilo eneo ambalo linaleta ajira nyingi kwa vijana. Lakini ndilo eneo ambalo linatufanya Tanzania tuuze nje kwa jina la Tanzania. Vioo vinavyozalishwa hapa na mambo mengine yote, mabati yakitoka yakiuzwa nchi jirani, iliyouza ni Tanzania na sio kiwanda cha huyo mtu, ni Tanzania. Kwa hiyo eneo la viwanda tunalipa msukumo, na kwenye ilani yetu hii mpya tumesema tutajenga kongani za viwanda kila wilaya, kutegemea wilaya ina shughuli gani za kibiashara, tutajenga viwanda vya aina hiyo. Mpo ndugu zangu? CCM oye! Eneo jingine ambalo nimeshangaa Ulega hakuligusa ni eneo la
mifugo na uvuvi, ambalo alianza kulifanyia kazi kabla kumuondosha, na alifanya kazi nzuri sana. Kazi nzuri sana. Kwenye eneo la uvuvi kwa mfano, ndani ya mkoa wa Pwani huu tumetoa maboti kwa wavuvi wetu maeneo mbalimbali. Lakini pia tumetoa zana za uvuvi na kujenga bandari zinazosaidia boti zile kuja kutia nanga na kutoka kwenye maeneo ya pwani. Kwa hiyo kwenye uvuvi nako tumefanya kazi nzuri. Nilikuwa na takwimu hapa za uvuvi na zitafuta ndani ya Mkuranga, lakini tumefanya kazi nzuri. Kuna boti zimetoka, vifaa vya uvuvi, na kwa kweli imeongeza mazao ya uvuvi. Tani za kuvua uvuvi zimeongezeka. Eneo jingine ni kwa wafugaji. Kwa wafugaji tumetoa ruzuku ya chanjo. Nadhani watu wote hapa, kama huna ng'ombe, una mbuzi, una kondoo, una kuku, angalau kuku unaye. Sasa chanjo kwa kuku ni bure. Maafisa ugani watapita wachanje kuku bure. Lakini tunachanja wanyama wengine kwa sababu Tanzania tumepata soko kubwa la mazao ya mifugo nje ya nchi. Tatizo letu, hatukuwa kwenye orodha ya nchi zinazochanja wanyama wake. Hawana uhakika na afya ya wanyama wetu, na ndio maana tumetoa ruzuku na tunafanya hii kampeni ya kuchanja na kutambua wanyama wetu, ili tuingie kwenye ile orodha, tutambulike kimataifa, na tulitumie soko tulilolipata, tulitumie ipasavyo, wafugaji wetu wauze, kipato kiongezeke na maisha yaendelee. Ndugu zangu, jengine, amina. Eneo jingine ni kilimo, nako tunamwaga ruzuku za kutosha. Na hapa nataka niwasifie sana wananchi au wakulima wa mkoa wa Pwani. Pwani tumemwaga pembejeo za kilimo, Pwani tumemwaga salfa ya mikorosho na dawa ya kupuliza bure. Matokeo yake yamezalisha mazao mengi sana. Kwenye mikorosho tulianza kwanza kutoa miche bure, alafu tukatoa na dawa zake bure. Lakini katika kufanya hivyo tumeshuhudia ongezeko la uzalishaji wa mazao ya korosho kutoka tani 3143 hadi tani 8222.7 ndani ya Mkuranga hii. Lakini vile vile kwa ufuta tumetoka tani 93 hadi tani 2073. Kwa ina maana utoaji wa ruzuku unaongeza upatikanaji wa mazao. Na hili nataka niwaambie wananchi wa Tanzania, wenzetu wa Ulaya na Marekani, wakulima wao wanawapa ruzuku kwa kiasi kikubwa, na ndio maana wanazalisha kwa wingi na mazao yao ni rahisi kuliko yetu tunayolima wenyewe hapa Afrika. Kuna maeneo ambayo wanaagiza sukari, mchele, unga wa ngano. Ni rahisi zaidi kuliko mchele unaolimwa ndani ya nchi yake au sukari inayotengenezwa ndani ya nchi yake. Mpaka mtoe vivutio vingi vya kodi ndio sukari iweze kununulika. Ni kwa sababu wenzetu kule wanatoa ruzuku kwa wakulima wao. Wanazalisha kwa wingi na bei inakuwa chini. Lakini tukitaka kufanya sisi, tayari mnaambiwa hali hairuhusu, uchumi wenu mdogo, nini kidogo. Sisi Tanzania tukafanya maamuzi ya kutoa ruzuku kwa wakulima wetu, wavuvi, wafugaji na maeneo mengine, na matokeo yake hali tunayoiona leo. Mazao ni mengi, tunajitosheleza kwa chakula kwa 128%. Ina maana tuna chakula cha kutosha na cha kuuza kwa wenzetu. Mazao ya biashara tumeongeza kweli.
Sasa hivi Tanzania ni wa pili kwa uzalishaji wa mahindi ndani ya Afrika. Ni wa pili kwa uzalishaji wa tumbaku ndani ya Afrika. Tutaendelea na mwendo huo, tuzalishe kwa wingi, tuuze kwa wingi, na maendeleo yaende kwa pamoja, serikali, kitaifa, lakini pia watu wetu. Ndugu zangu, eneo jingine nalotaka kulizungumza hapa, natambua msongamano uliopo mkubwa tu wa magari kwenye barabara ya Kilwa au hii tunayoita Kilwa Road, hasa kipande cha kutoka Kongoe kama alivyosema mgombea ubunge Ulega hapa. Hali hii inachangia ucheleweshaji wa shughuli za usafiri na usafirishaji wa bidhaa na abiria, na hivyo kuathiri shughuli za kiuchumi. Sana vijana wangu. Sawa. Hivyo basi tunaangalia uwezekano wa kufanya upanuzi wa barabara hii ya Kilwa kutoka Kongoe hadi Mkuranga. Tunaangalia uwezekano, na kwa sababu wana Mkuranga mna jembe mliloniletea na nimelikabidhi Wizara ya Ujenzi, naona yeye atapekua huko aone nini kinaweza kufanyika. Lakini vile vile miradi mingine yenye umuhimu kwa maendeleo wa wilaya hii, mojawapo ni ujenzi wa barabara ya Mkuranga mjini hadi Kisiju, kilomita 40, na yenyewe tumeiweka kwenye ilani kwa umuhimu wake. Tutakwenda kuifanyia kazi, na hii sasa inamaanisha barabara ikifika Kisiju tumefungua bandari ya Kisiju na itafanya kazi vizuri sana. CCM oye! Nani kama CCM? Sambamba na hilo, amesema hapa mgombea ubunge swala la stendi ya mabasi kama kituo kikubwa kwa huku upande wa kusini. Sasa hili nalo tumelijumuisha kwenye ilani, na tunakwenda kufika, na kule ambako ni mbali na vyanzo hatuna, nimenunua magari Wizara ya Maji, tutakuja kuchimba visima virefu, tutafute maji yalipo, lakini maji yapatikane. CCM oye! Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, niwaambie serikali yenu ya Chama cha Mapinduzi ni serikali ya watu, inayofanya kazi kwa ajili ya watu, kustawisha na kuheshimisha utu wa watu wa Tanzania. Na ndio maana tunasema kazi na utu. Kule nyuma sijawasikia kazi na utu. CCM oye! Sasa kazi tulioipanga kwa miaka 5 inayokuja imo kwenye vitabu ambavyo madiwani wanavyo kwa mkoa huu. Hiki ni kitabu cha ilani cha mkoa wa Pwani peke yake, na humo ndani ukifungua utaikuta Mkuranga, mambo yote tuliopanga kufanya. Na hiyo ndio kazi tuliojipangia kwa mkoa huu, kwa wilaya hii ya Mkuranga, iko hapo ndani. Tunalowaomba ndugu zetu, tarehe 29 kesho kutwa tu, kachagueni Chama cha Mapinduzi. Wingi huu